Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa mataifa yanayopokea mafuta kupitia mlango wa Hormuz kushirikiana kulinda usalama wa meli za mafuta wakati mvutano wa kijeshi kati ya Marekani, Israel na Iran ukiendelea kuongezeka. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema nchi zinazotegemea njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta zinapaswa kusaidia kuhakikisha usafiri wa meli unaendelea bila matatizo. Nchi za dunia zinazopokea mafuta kupitia mlango wa Hormuz lazima zilinde njia hiyo, na sisi tutasaidia sana, Trump aliandika. Aliongeza kuwa Marekani itaratibu ushirikiano na nchi hizo ili kuhakikisha usafiri wa meli unaendelea kwa haraka, kwa usalama na bila vikwazo. Trump pia alidai kuwa Marekani imeidhoofisha Iran kwa kiasi kikubwa katika vita vinavyoendelea. Marekani imeishinda na kuiharibu kabisa Iran kijeshi, kiuchumi na kwa kila njia nyingine, alisema. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita zinaonekana kukwama. Vyanzo kadhaa vimesema utawala wa Trump umekataa juhudi za baadhi ya washirika wa Mashariki ya Kati waliokuwa wanajaribu kuanzisha mazungumzo ya kumaliza vita vilivyoanza wiki mbili zilizopita kwa mashambulizi makubwa ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Iran nayo imekataa wazo la kusitisha vita, ikisema haitokubali mazungumzo ya kusimamisha mapigano hadi mashambulizi ya Marekani na Israel yatakapokoma. Hali hiyo inaashiria kuwa pande zote zinaweza kujiandaa kwa vita vya muda mrefu, wakati bei ya mafuta duniani ikipanda kufuatia kufungwa kwa mlango wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hakuna tatizo na kiongozi mpya wa Iran Mojtaba Khamenei baada ya maafisa wa Marekani kudai kuwa amejeruhiwa. Hakuna tatizo lolote na kiongozi mpya, alitoa ujumbe wake jana, na ataendeleza kutekeleza majukumu yake, alisema. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamewahi kuthibitisha kuwa Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alijeruhiwa katika shambulio la anga lililomuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei pamoja na baadhi ya wanafamilia wake. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran amesema Iran inaweza kulenga shabaha za Marekani katika miji kadhaa ya Falme za Kiarabu UAE. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, majeshi ya Marekani yalitumia bandari na maeneo ya UAE kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya visiwa vya Iran, ikiwemo Abu Musa na sehemu ya kisiwa cha Kalg. Iran imesema inaona ni haki yake kujilinda kwa kushambulia maeneo ya Marekani katika bandari na vituo vya kijeshi ndani ya UAE. Wakati huo huo, Reza Pahlavi, mtoto wa Shah wa mwisho wa Iran aliyeondolewa madarakani mwaka 1979, amesema yuko tayari kuongoza serikali ya mpito iwapo serikali ya sasa itaanguka. Kupitia ujumbe katika mitandao ya kijamii, Pahlavi alisema tayari amekuwa akitafuta watu wa kuunda mfumo wa mpito wa uongozi. Hata hivyo, Rais Trump hapo awali amewahi kuonesha mashaka kuhusu uwezo wa Pahlavi kuiongoza Iran, akisema hajawahi kuishi nchini humo kwa muda mrefu. Nalo jeshi la Israel limesema ndege zake za kivita zimeshambulia zaidi ya shabaha 200 katika maeneo ya magharibi na katikati mwa Iran katika saa 24 zilizopita. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, mashambulizi hayo yalilenga vizindua makombora ya ballistic, mifumo ya ulinzi wa anga na maghala ya silaha. Israel imesema mashambulizi hayo yanalenga kupunguza uwezo wa Iran kurusha makombora kuelekea ardhi ya Israel.